Ujambo popote pale ulipo, karibu sana Charles Beda TV mchakato jimboni. Mchakato jimboni na kupa fursa ya kuweza kufahamu yanayojiri katika jimbo na hasa hususani kwenye kata mbalimbali, tukiegemea kule kuangazia kata mbalimbali, wale wanaotajwa kwa mujibu wa tetesi ni kina nani wanaowania nafasi mbalimbali. Na leo tupo kwenye kata ya Olmotonyi. Kata ya Olmotonyi miongoni mwa kata 27 zilizopo katika jimbo hili la Arumeru Magharibi. Kata ya Olmotonyi ambayo iko maeneo ya Ngaramtoni huko. Kabla sijaendelea zaidi, tafadhali usahau kubonyeza kitufe cha subscribe. Bonyeza hapa Charles Beda TV subscribe, unakuwa kwanza kupata habari hizi punde zinapotokea katika sehemu mbalimbali. Kata hii ya Olmotonyi ambayo tunaenda kuiangalia leo, diwani wake ni Mheshimiwa David Kinisi. David Kinisi ni diwani mzoefu katika nafasi hiyo. Manake hii si awamu yake ya kwanza. Miaka ya nyuma alishawahi kuwa diwani, lakini baadaye mwaka 2015 alipojaribu kuingia hakufanikiwa baada ya Chadema kupata nafasi na diwani wa Chadema kuingia pale, lakini 2020 akafanikiwa kurejea tena kwenye kitiko cha udiwani kwenye kata ya Olmotonyi. David Kinisi, miongoni mwa vitu ambavyo vinamtambulisha vizuri kwenye kata hii ya Olmotonyi ni pamoja na ushirikiano wake kwa jamii, lakini pia amekuwa ni mtu wa kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo kwenye kata hii, na mpaka imefikia wengine wanamtungia jina, wanamuita mzee wa miradi ama diwani wa miradi. Amekuwa akijitahidi sana katika kubuni na kuendeleza miradi kupitia kwa wafadhili mbalimbali ambao anakuwa akishirikiana nao. Wafadhili basi anakuwa akibuni miradi na anasaidia mpaka na kata mbalimbali nyingine. Unapoandika andiko basi ukamfikishia yeye kupitia wadhamini wake, wanaweza kusaidia katika mradi ambao umeuomba. Iwe ni shule, iwe ni afya, iwe ni katika sekta nyingine mbalimbali. Kwa hiyo kwenye kata yake hiyo ya Olmotonyi naye ameweza kuchangia miradi mbalimbali ya maendeleo kama diwani, na kupitia wafadhili aliokuwa nao wengi wamenufaika na kazi yake. Kata hii imenufaika na kazi yake kama diwani, ikiwemo shule ya Olmotonyi Forest ambayo inapatikana kwenye kata hii ya Olmotonyi. Sasa tunaendelea. Huu ni mwaka wa uchaguzi, na pamoja na yote aliyoyafanya Mheshimiwa David Kinisi kama diwani wa kata hii kupitia Chama cha Mapinduzi, tetesi zimenasa baadhi ya watu ambao wanawania kiti hiko cha mheshimiwa, kiti hicho cha udiwani kwenye kata hii ya Olmotonyi. Wako watu kadhaa wanawania nafasi hii. Je, ni nani na nani hao? Sikiliza. Moja katika watu hao wanawania nafasi hii ya udiwani kwenye kata hii ya Olmotonyi ni mtu anaitwa James Ndaraman. James Ndaraman, yeye huyu ni mwenyekiti wa CCM wa tawi la Ngaramtoni. Mwenyekiti wa CCM wa tawi la Ngaramtoni James, na anatajwa huko mitaani, jina lake limekuwa kubwa, anatajwa sana kwamba James, kwamba yeye ni miongoni mwa wale ambao watawania kiti hiki cha udiwani kata hii ya Olmotonyi. James kutoka tawi la Olmotonyi. Historia yake huko nyuma, anakumbukwa kwa tukio fulani la kisiasa. Alipata madhila ya kuumizwa mguu katika harakati za kisiasa. Wakati huo alikuwa Chadema, baadaye akaingia CCM. Kwa hiyo katika harakati za kisiasa pia ana tukio hilo ambalo linakumbukwa sana, aliumizwa mguu. James, mwenyekiti wa CCM wa tawi la Ngaramtoni, naye anatajwa akienda kwenye vijio vya bodaboda, vijio vya mamalishe, mamantilie, sehemu mbalimbali Ngaramtoni. Wanasema James atamkabili David Kinisi katika uchaguzi huu. Sijui itakuwaje, sisi yetu macho na masikio. Kama itakuwa hivyo, tutasubiri na kuona itakuwaje. Lakini mwingine anayetajwa kwenye shughuli hii, kwenye kinyang'anyiro hiki cha kuania udiwani kwenye kata hii ya Olmotonyi ni pamoja na Pendaeli. Pendaeli ambaye huyu ni mtendaji wa kijiji cha Olmotonyi. Mtendaji wa kijiji cha Olmotonyi hajasema yeye, lakini ziko tetesi huko mtaani kwamba anatajwa. Pendaeli, mtendaji wa kijiji cha Olmotonyi, anatamka kwamba yumo katika kinyang'anyiro hiki cha kuwania udiwani kata ya Olmotonyi. Sijui ni kweli ama si kweli, lakini anatajwa.
kwamba huenda akaingia kumkabili David Kinisi kwenye kinyang'anyiro hiki cha udiwani mwaka huu. Mwingine anayetajwa kumrithi ama kumkabili Mheshimiwa David Kinisi kwenye uchaguzi huu wa mwaka huu udiwani kata ya Olmotonyi ni Mheshimiwa Muna Twalib. Mheshimiwa Muna Twalib yeye ni kiongozi katika nafasi mbalimbali za chama na jumuiya ya UWT kwa sasa. Lakini pia Mheshimiwa Muna Twalib amewahi kuwa diwani wa viti maalum. Diwani wa viti maalum katika awamu ile ya 2015-2020. Amekuwa diwani wa viti maalum Mheshimiwa Muna Twalib. Na niseme tu ni mkongwe mbobezi huyu kwenye siasa, maana wakati ule akiwa diwani wa viti maalum, yeye kwenye baraza la halmashauri ya Arusha DC walikuwa wawili tu madiwani wa Chama cha Mapinduzi. Madiwani wa viti maalum kupitia Chama cha Mapinduzi alikuwa ni yeye na Mheshimiwa Yasmini Bachu. Yasmini Bachu na yeye Muna Twalib. Kwa hiyo ni mkongwe huyu kwenye siasa na anajua mbinu na mikakati mbalimbali na anajua kupita kuongea na wajumbe. Naye yumo nasemekana yumo kwenye kinyang'anyiro hiki. Yeye hajasema, lakini tetesi kule mitaani kona mbalimbali zinamtaja Muna Twalib kuwa miongoni mwa watakao jitokeza. Yetu ni macho na masikio, kama atajitokeza basi tutajua na tutaona mziki utakuwaje kwenye kinyang'anyiro hiki cha udiwani. Basi hayo ndio ambayo tumeyapata kutoka hapa kata hii ya Olmotonyi kwa mzee wa miradi Olmotonyi, kwa Mheshimiwa David Kinisi. Takriban watu 3 wakiwa wamejitokeza kumkabili, na huenda wakawa wako wengine, lakini bado jicho ama kamera ya mchakato jimboni bado haijawanasa. Itakapowanasa wengine tutawajulisha, na vile kwa kuwa tarehe 28 ndio kuchukua fomu mwezi huu, basi tutajua kama atajitokeza wengine ama ambao tumetaja atajitokeza, tutajua wakati huo. Mimi sina la ziada kutoka hapa Olmotonyi, kata hii inayopatikana maeneo ya Ngaramtoni. Nikutakia kila laheri na usikivu na utazamaji mzuri kabisa wa Charles Beda TV mchakato jimboni. Usahau kubonyeza kitufe cha subscribe uwe kwanza kupata habari hizi punde zitokea hapo. Asante na bye bye. Zima.